Mheshimiwa Naibu Waziri na viongozi, kwanza mimi kwa dhati kabisa ndani ya nafsi yangu ni kushukuruni sana. Jambo hili mlolifanya ni jambo kubwa. Mimi ni waziri huu mwaka wangu wa 26, alhamdulillah, mfululizo sijapumzika, alhamdulillah, lakini sijawahi kuwa mgeni mahali popote kuambiwa kuna mkutano wa mwaka wa wizara. Hongereni sana. Lakini shukuru sana hali ya nidhamu katika ofisi hii au wizara hii ya ardhi na maendeleo ya makazi, tumerekebisha hali ya juu kabisa. Asanteni sana. Sasa Mheshimiwa Waziri, mimi nisema hivi kwamba kuna mabadiliko makubwa katika usimamizi na katika uongozi. Kuna mambo manne, kwa hivyo wale wakurugenzi wayakumbuke haya yote ninayosema. Wakurugenzi na wakuu wa section na division wayaone haya, wayasikilize vizuri. Nini siri hasa mafanikio katika uongozi katika wizara zetu? Mambo gani ili mtu afanikiwe, afanye nini na nini? Kwanza, patriotism, yani uzalendo wa kuipenda nchi yako. Kama tunaanza na herufi, tunaanza U ya kwanza. U ya kwanza ni ya uzalendo. Mnaamka asubuhi, mnapeana majukumu, wewe nenda mkoa fulani, wewe nenda eneo fulani, kuna watu wanahitaji msaada, wakapimiwa, wakafanywa hivi. Mmekwenda pale, mpata mitihani, hamkupata mashirikiano ya viongozi, masheha, pengine wilaya huko na mikoa, wananchi wameleta matatizo, hurudi kwa kiongozi wako aliyokupa kazi kwa mwambia nimeshindwa kufanya hivi kwa sababu 1 2 3, ili upate ushauri mwingine. Unaporudi ukimwambia kwamba mimi nimepewa ushauri, nimekuja kuna tatizo, atakupa ushauri, ukirudi tena mambo yatakwenda vizuri. Ukikaa nalo siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, itakuwa tabia ya mazoea na kazi hazendi. Lakini alhamdulillah, mlivyokuwa sivyo sasa hivi. Tumepiga hatua kubwa sana. Kwa hivyo uzalendo, kuipenda nchi yako ni jambo la lazima, utiifu na uaminifu. Na mwisho, juu ya mwisho ni usimamizi wa majukumu yetu. Umepewa jukumu eneo fulani, kiongozi we, sio tena kila mmoja anajua jukumu lake atafanya hivyo. Hapana. Na leo nataka nitoe pendekezo hapa katika mikutano kama hii, Mheshimiwa Waziri na Katibu Mkuu, kuna utaratibu wa kuwazawadia hawa wanaofanya kazi vizuri katika maeneo yao. Na kupeni changamoto, challenge, mwakani inshallah Mungu akituweka hai, mimi nitatoa zawadi 3 kwa mtu wa kwanza, wa pili na wa tatu. Tena zawadi si ndogo, naziweka kwenye mabano, lakini utapewa for lifetime yako. Utakumbuka kama nimepewa zawadi na Mwalimu Harun wakati mkutano mkuu unapofanyika wizara. Leo tumekutana hapa kwenye mkutano mkuu. Mkutano huu ni miongoni mwa shamra ya kuadhimisha au kuelekea kwenye kilele cha wiki yetu ya ardhi, wiki ambayo imezinduliwa juzi tarehe 19 na Mheshimiwa Waziri wetu kwa kuzungumza na waandishi wa habari kwa kuwaeleza lengo kuu la wiki hii, ambayo lengo kuu hasa ni kutoa uelewa kwa wananchi kwenye masuala katika sekta zetu zote mbili, sekta ya ardhi lakini na sekta ya makazi Zanzibar. Na kwa bahati nzuri, Mheshimiwa, hili jambo lina baraka kwa sababu huu ni mwendelezo. Tulifanya mwaka 2026, tukamwalika Daktari Hussein Ali Mwinyi, rais wetu wa Zanzibar, kuja kutufungia, na yeye amelibariki, ametutaka wizara tuendeleze utaratibu huu wa kuwapatia wananchi elimu lakini na kuwafikia ili tuweze kuwaonyesha kitu gani ambacho tunakifanya. Lakini lengo kuu ya mkutano huu, Mheshimiwa, ni kuja kujitathmini kazi kubwa ambayo inafanywa, lakini inafika muda, manake lazima kama wafanyakazi au kama binadamu lazima tujitathmini. Tunajua tathmini ambayo inatolewa na watu huko nje pia sio nzuri, lakini sisi kama wenyewe tunatakiwa tujitathmini kwa kile ambacho tunakifanya. Kwa hiyo tumeandaa mkutano huu kama ni sehemu ya kujitathmini, lakini kama ni sehemu ya kurekebisha zile changamoto ndogo ndogo ambazo tunahisi zinakwenda kukwamisha kazi zetu.